Leo wapo wanawake wako mahospitalini wanataabika, wanalia kwa sababu ya mambo kadhaa. Wapo wanawake wenzetu ambao wamenyang'anywa mali na kuporwa mali zao. Sasa ifike wakati tunapoadhimisha mambo haya ya wanawake au siku ya wanawake, tuibadilishe kwa staili yake, iwe na tija zaidi kwa kundi hili pengine kuliko miaka mingine yote. Moja, ama kwa kuanzisha kliniki maalum za wanawake ambazo zitasaidia kwa ajili ya afya zao, kliniki maalum kwa ajili ya masuala ya ardhi dhidi ya unyanyasaji mkubwa wa unyang'anyi wa mali dhidi yao na mambo mengine namna hiyo. Sherehe hizi tukumbushe kwamba wanawake mna wajibu mkubwa sana wa kujiimarisha kiuchumi na kutokuendelea kuwa tegemezi wa manyanyaso makubwa ambayo wakati fulani hudumu kwa sababu ya hali duni ya maisha na kiuchumi. Ndugu zangu wanawake, mkijiweka vizuri katika kazi, mtaepukana na baadhi ya mambo. Moja, kukimbilia mikopo isiyo na tija. Leo imekuwa ni hali ya kawaida wanawake kujiingiza katika mikopo ya birthday. Leo mnafanya birthday, mnaingia kwenye mikopo, halafu mikopo yenyewe mnakwenda kwenye ile mikopo inayokausha damu. Sasa wakati wa kukopa mikopo ile sio kausha damu, lakini wakati wa kurejesha mnapiga kelele kwamba mkuu wa mkoa tusaidie, mikopo hii ni ya kausha damu. Sasa ni vizuri mkajipima na mkao mnajua kiwango cha damu kabla mjaingia kwenye mikopo hii ya kausha damu. Kukopa sio kubaya, lakini ni aibu kwenda kukopa kwa ajili ya birthday, ni aibu kwenda kukopa kwa ajili ya vitu ambavyo nonsense. Nendeni mkakope fedha na mjiimarishe kiuchumi. Na ndio maana leo tuna majukwaa hapa ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, lakini zaidi pia kwenye halmashauri tuna vikundi mbalimbali vinavyokopesha mikopo kwa ajili ya makundi maalum, hasa wanawake, lakini sio mikopo kwa ajili ya mambo haya kama birthday. Haya sio mambo mazuri. Lakini jambo jingine pia, sisi wanaume wote na wanawake wote tuliozaliwa na wanawake, tunapobarikiwa kuwa na maisha mazuri, hebu tujitahidi sana kubadilisha hadhi ya mama zetu. Leo hapa mjini hapa Dar es Salaam hapa unakuta mtu amepanga nyumba analipa milioni 8 kwa mwezi, lakini ukienda kuangalia maisha ya mama yake, maisha yako duni kabisa, anahangaika hata kujitibia hospitali. Ndugu zangu wanawake, mliotuzaa sisi vijana na yote aliyezaliwa na tumbo la mwanamke, Mungu anapokujalia kuwa na maisha bora, nendeni mkabadilishe maisha ya wazazi, lakini hasa maisha ya mwanamke aliyekubeba miezi 9 kwenye tumbo lake. Lakini jambo jingine, ndugu zangu wanawake, kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la kuigana katika maisha yetu, na hasa hapa mjini. Kwa kuwa fulani amenunua gari hii, lazima mimi nihangaike ninunue gari hii. Sasa tumepata wimbi pia kubwa la wanawake wachache wanaingia kuwa hata matapeli kwa sababu ya kung'ang'ania maisha ambayo sio ya kwako. Naomba niwaeleze wanawake kwamba ninyi ni taswira ya taifa letu. Tunaombeni sana, fanyeni kitu kulingana na uwezo ulionao sasa. Ukifanya vitu kulingana na uwezo wako, hautaona aibu kwa jambo lolote, kwa sababu unachokimiliki ni chako. Na mwisho wa siku ukianza kuyaishi maisha sio yako, yatakutesa bure, na mwisho utashindwa kuwa na malezi mazuri kwa watoto ambao Mungu amekujalia. Kwa hiyo nimeona pia niyaseme haya, ndugu zangu wanawake, kwa sababu dunia hii ili tuweze kuijenga vizuri, tunahitaji pia maarifa na mambo mazuri ambayo mwanamke anaweza kujisimamia ili kuweza kujenga kizazi ambacho ni kizuri.